Muda fulani nilikuwa nimetulia ndani, nimepumzika kabisa. Sitaki kabisa prokshani siku ya leo. Lakini kwa mbali nikasikia kama kuna sauti mtu ananungunika. Niliposhtuka nikakusikia huku nyuma unalia. Nikatoka kuchungulia hivi umejikunyata kwenye kona hapo. Kwani shida ni nini na changamoto kubwa na ufano uko katika alio ni nini? Yaani Catalyst_, kwa sababu umekuja kwa uzuri na mimi nakuja kwa wema na sepetu yake, ili mradi tu uweze kunielewa. Sijui umenipatako. Ni kweli umelalala bondani, umegarauka mwenyewe. Niseme tu samahani kwa kukutoa kwenye muzuka na munkari, maana ulikuwa tayari umepita usingizi vyako na viuchovu. Niseme tu I'm sorry my friend, umeona? Mimi hapa unavyoniona, nimekuja hapa kwenu nimepanga, umeona? Tunaishi kwa uzuri, japo kuna vichangamoto vya hapa na pale haviwezi vikakuepeka. Sisi sio miti, umeona? Ni binadamu, kwa vichangamoto ni haki yetu. Huko nilikotoka watapaita mtaa Nyankumbu, mkoa wa Geita, umeona? Ndo maskani kwetu, na lengo la dhumuni la mimi kuja huku ni kwa ajili ya kumtafuta ndugu yangu, umeona? Si tumezaliwa wawili, umeona? Yani mapacha. Mimi nilivyofikia tu miaka 15 wazazi wangu wakawa wamevuta, umeona? Simaanishi eti Winston, umeona, wala WSK mara Fegi, umeona? Wenyewe walivuta na maanisha walidedi, umeona? Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Mume wangu, habari za saizi? Mzuri mke wangu. Umerudi? Nimerudi, japokuwa nijua ni kali na utafutaji nao umekuwa mgumu kweli mke wangu. Pole. Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi, ndio maisha yetu. Asante. Chakula tayari umeshapika? Chakula nimeshapika tayari mume wangu. Haya, mimi natangulia ndani. Njoo niandalie basi. Sawa, nakuja. Chapu babu, kakangu akawa amenilea hadi nimefikia umri fulani hivi wa kujitambua. Tukanashirikiana vikazi vya hapa na pale, tunapambania ugali ili mradi mkono uende kinywani, umeona? Lakini ikafikia sehemu yeye akawa ameniambia nataka aende akajitafute, sio alijipoteza mjini. Nikasema sawa, kama nenda, mbona? Yeye akawa amekuja huku Dar es Salaam. Hata siku zimezidi kuwa nyingi, hakuna cha mawasiliano, hakuna cha namna gani. Mimi kaa tunagarauka maskani pale, naona sasa hapo kichwa hata kunipa tena wasiwasi. Wakananitokea wazazi bonda mbona wananiuliza, haya we Kipe, mwenzako yuko wapi? Tumewachia hii nyumba mlinde wenyewe, alafu sasa unalinda mwenyewe, mwenzo yuko wapi? Mimi ikabidi nianze kuambia alitoka kenda kujitafuta Dar es Salaam, umeona? Dingi akaniambia acha masiala mwanangu, kamtafute ndugu yako, kamtafute, umeona? Nikasema isiwe kesi, nikafunga visafari vyangu, mguu mmoja mguu mbili, umeona? Nilikaja huku sasa, kila nikipita kona yoyote nakutana na vimtu ambavyo hata vinijui sivijui, mimi nakuwa nalegea. Sasa unapotaka kulia hivyo, unataka na mimi nayekushauri nifanye nilie, si ndo maana yake? Milima ndo haikutane, kibinadamu anakutana.
Wakati huo unamwaza wewe hivyo, juu naye anakuwaza vipi? Anatamani labda aonane na wewe na wewe unatamani uonane naye. Kwa hiyo ni swala tu la kujipa muda kwamba kuna wakati tu yeye mwenyewe atakutafuta pia na mtaonana. Hebu ondoka kwenye hali hiyo bana. Labda tu kitu ambapo nataka nikuombe unisaidie Katalisti. Wewe ni mwenyeji, umeona? Katika pita zako huku na kule, labda ukafanikiwa kumuona. Kama ulivyodai milima haikutani na binadamu, kinaumana. Kwa hiyo ukimwona tu unajua mwamba huyu hapa ndo pacha wangu. Yeye anaitwa Kiepe, mimi naitwa Kipe. Umeona? Yaani ni ndala ambazo hazifanani ila zinafanana. Kwa hiyo utakapomwona popote pale, mwambie mimi nasumbuka kumtafuta. Umeona? Mizimu kila siku za wazazi zinanisumbua mimi. Sawa. Mimi nimekuelewa. Na kwa kuwa umeniambia kwamba mnafanana, nikimuona basi tamjuza hili. Lakini sipendi kabisa wewe kwenye hali hiyo. Wewe ni mpambanaji, unatakiwa upambane, utafute maisha ili siku utakapoonana naye basi naye akuone kama umepambana, umetoka kijijini ukuja mjini kupambana, aone utofauti. Lakini unapokuwa katika hali hiyo unakosea kabisa. Wewe mtoto wa kiume, unatakiwa upambane. Mimi ni ndugu yako kuanzia sasa na ndio unapata changamoto, mimi lazima nikusaidie. Kata hapa. Wakina Kadogo ndo ndugu zako sisi. Stani ndo ndugu yako. Usiwe hivyo bana. Hebu cheka basi. Kwani binadamu nyinyi mna tatizo gani? Yaani mtu yupo tayari kwenye huzuni wake, kaja kuelezea changamoto zake, tena namwambia acheke. Kumbe wewe kavu? Haya basi, kufuta mzizi wa fitina. Imecheka tatafurahi. Basi samani. Wewe. Vipi hapo? Vipi mbona mbio kwenye nyumba za watu? Nikuita mwizi wewe nitakosea? Hapana kaka, usifike huko, samahani sana. Mimi hapa sijaja kwa maneno mengi. Na wala mimi sio mwizi. Mimi na shida na Baruza tu, naomba uniitie kama yuko ndani. Baruza ni mdogo wangu. Kwa hiyo unaweza kuniambia hata mimi. Shida nini? Kaka, naomba unielewe kwa hili. Nina shida na Baruza. Naomba uniitie tafadhali. Baruza. Baruza. Naam. Nakuhitaji mara moja. Wewe umesema kama nikuitie Baruza. Ongeeni hapa, kuna mazungumzo gani ya kunificha mimi? Mimi ndo kaka yake na huyu. Je, kama mtaka kutaifisha nyumba na mimi nikiwemo na mke wangu? Kaka, mazungumzo ni ya faragha kidogo. Naomba nikaongee naye pembeni tu. Hatuchukui dakika nyingi. Ni mazungumzo gani ambayo mnataka kunificha mimi? Aliyakuwa ni mwanaume mwenzenu. Si useme mwanangu. Sela, mimi huko nilipotoka nimeamunya. Yaani ninavyokuambia nimeharibu kweli. Yaani hata sijui nizungumzie vipi. Sikia baba Sela. Acha mimi nichonge naye dakika 2 tu. Sawa. Oya Sela, yule dogo janja ambaye uligumina naye siku ile pale maskani. Yule dogo janja amevuta. Alafu mbaya zaidi, kavuta akiwa mtani kwangu mimi. Kwa sababu mimi nilimchukua yule pale nikasema nabisha naye mtani kwangu kwa sababu mtani kwao kulikuwa zesheni kibao. Mimi nikasema bali dogo janja hapa mimi naishi naye hapa. Sasa tupo pale mtaani, kaingia msalani. Ghafla nikaanza kusikia kelele ile kutoka nje na kuta dogo na galagala chini, mwanangu anajikaba. Kwenda pale hapa na hapa kutaka kumsaidia na nyonyesha kitu alafu mimi sikioni. Nikasema baridi. Ngoja nizame ndani, nikachukue maji hata nije nimwagie. Oa, naingia ndani natoka buu bana kutana na mbibi simjui, anamfunika dogo janja kitambaa chekundu. Ile mimi nataka kwenda kumwai dogo janja, yule bibi mkubwa kapotea anavyokuambia achuzi. Oa, hapa nilipo nimepagawa, nimedata sielewi hata kidogo. Afu hata kwenda mtani kwangu wenyewe naona ukamu kutokana na ule shomi kule alimuona yule dogo janja. Tate nane, yuja mbwanga faiki. Ndo vipi?
Kama sawa. Unatoka wapi tena? Mimi hapa sasa hivi natoka nyumbani. Naelekea road Kofosi. Kwa kutembea wewe? Sawa, mimi niko ndio hivi kwenda kwa Zuku kwenda kumsalimia. Maana nimemisi sana. Zuku mwenyewe ametoka nyumbani sasa hivi. Ila anaelekea kwao. Huenda mtakutana njiani. Huyo Zuku naye ila kikweli shemeji yangu Zuku anakupenda sana. Yaani anakupenda ile kindaki. Sasa chunga ndugu yangu usije ukamuumiza. Tutakuja pale kwenu tukwete Kigoma tutakupiga. Hizo bichi kichwani hizo. Tunazikatakata na mkasi. Au chio. Ila mimi mbona Zuku nampenda sana. Sema dada yake mdomo mwingi. Wewe dada yake yule mzoe. Nani ndivyo alivyozaliwa vile vile. Kwa kusema umwandafie sana utakufa na pressure. Kwa hiyo mzoe tu. Basi mimi ngoja nikapambane ili nipate mahali uje kuoa, si unajua? Ai. Shemeji. Mpaka nimeongea kiruga cha nyumbani. Oya Sela, haya mavi. Si unajua? Haya mavi mwanangu. Kwa leo ndo operation ninayosemaga. Ndio umeanza kuanzia hapa. Sasa basi. Wewe chafu yangu. Tuchili mtaani. Ukisema unazembea mtaani huko. Na kama unavyosema kuna raia amekuona. Dogo kaondoka katika mazingira ya wizard. Hii noma sana mwanangu. Hapa sasa hivi hakuna kankili wala bunabu. Hapa mwanangu ni kukaa kutulia kwanza mpaka ngoma izime. Ngoma ikishazima ndo tutasangalayo. Hiyo shebele Sela hapo yenyewe ninavyokuambia tumbo joto achuzi ujue. Hapa mtaani tutaishi, tutakula, tutafanyaje? Tuingie ndani. Vipi? Mmeniomba dakika 2 mkaongee, afu moja kwa moja ndani. Vipi sasa? Siwaelewi. Sema nini blaza? Kuna maisha ya leo na kuna maisha ya kesho. Si unajua? Umi damu yangu, umi chafu yangu. Etikili zangu anazijua, etikili zake mimi nazijua. Mtaani kwao kagombana na mzee wake. Si unajua? Kaja mtaani hapa, ngoma izime, aondoke zake. Kwa utakaa siku hizo, siku 3 au siku 4. Kwa hapo kwenye kankili bunabu. Si unajua? Ni mwendo operation tu. Mwanangu tuchili ndani. Baruza. Sawa. Alafu sema nini blaza? Watakuwa wewe na imani kama sisi malasi. Si unajua? Alafu wewe na mambo ya kizamani ya banda ndota kunjani bafeto. Shangazi kaja kajolo. Mimi nipo ndani. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa Kojo kale mwana chibaro. Ishimini. Unaona mpaka nilikuwa nataka nidondoke niitua vibaya hapa. Habari yako? Habari yangu mzuri, sijui kutokako. Swafi kabisa. Lakini haiwezi kawa swafi sana kwa sababu mnanipuruga. Wewe na msema Nembo mnanipuruga sana. Mnaleta ukojagari hapa. Mwenzako yupo ndani ya Malala kwa ajili ya sharau zake. Akitoka nje tu jua linanichoma. Najisikia mwili wangu kunde. Wewe na wewe pia nakuona unaleta sharau. Sasa Fagio liko wapi? Kwanza natanguliza samani. Tena samani sana. Ule Fagio alichukua mzee chetu. Konde ni mama ndi. Na wewe na kali kokwa huyu mzee Sendu amakuwa nani kwenye himaya hii? Mbona analeta sana fujo katika himaya yetu? Sasa msipoangalia huyu mzee Sendu atawateleza. Hata wewe mwanamke ulivyokuwa mlembo wewe atakuteleza. Ndiye Sendu. Haya, tuache habari ya Fagio. Nikubakie kile besimo. Lialitongole lyango libi kwako. Na maanisha vipi? Kibuyu changu kiko wapi? Kibuyu kipo ndani. Haya, kalete sasa hivi. Changamka. Msipoangalia huyu Sendu huyu atawateleza. Mtu wenyewe anaitwa Sendu. Na amesenduka.
Haya mama, mbona mikono mitupu? Mzee Kojega, kibuyu nacho hakipo pale nilipokiweka huko ndani. Sijui kimeenda wapi. Sasa hapa faida ya kuwa mchawi kitu gani? Unahifadhi vitu vya kashi au vioni. Wewe uchawi unakufaa vipi wewe? Unakufaa vipi uchawi? Nyinyi huyu Shendu mumwangalie. Haya, mimi naondoka. Naondoka ya niboka ukaya. Chumba wanga huko Kutaru. Niishi pano kufuata hizo kibuyu. Naondoka, kibuyu ukitafute. Nikirudi tena, oho, hii sura hii itakaa kama kunde. Katika ushawi napendaka kukunja ngumi. Ngumi yangu nikikunja nakaa kama kunde. Nikikupiga hii, wewe sura itakuwa na manundu kako lela chikichiro. Sawa. Haya. Koja kale mwana chibaro tupe. Hii sasa ishakuwa ngumu. Cha kubaki sasa hapa ningie ndani. Nikawasha runinga yangu niangalie. Nini cha kufanya? Kijana, samahani kijana. Bana, samahani ndugu yangu. Kweli duniani watu wawili. Nimekufananisha na kijana wangu mmoja hivi anaitwa Kipe. Kwa hiyo samahani sana kaka. Bila samahani. Vipi lakini? Shwari. Bila kuchoka. Yeah. Naomba niulize. Umedai kuna kijana wako unafanana naye anaitwa Kipe. Unajua mtu akikufananisha sio kitu kidogo. Utakuwa unafanana naye sana. Ningeomba unifahamishe anapatikana wapi? Msemo wangu ni ule ule. Nimekufananisha ndugu yangu. Kwa hiyo sitaki kujua mengi sana. Sio naenda hivi. Nimekufananisha kaka. Lakini bro, ni vizuri tukanifahamisha kwamba anapatikana wapi na mimi nikamuona. Pengine si unajua tena. Ndugu yangu, ndio umefanana naye. Kwa hiyo utanisamehe mimi kwa hiyo. Samahani sana. Umefanana naye. Sawa? Ungwana usaidiana. Kwa mshina kuniambia tu anapatikana wapi huyo Kipe kweli? Do. Imechafuka, mioyo imepotea. Leo Muti Kamwe Zinga Ndundu.
mjomba wako yuko wapi? Mbona sijamwona kushiriki katika hili swala? Hajafanikiwa kushiriki kwa sababu mchana wa leo kabla ya jua kuzama alikutana na Bi Yasmini, na baada tu ya kuonana naye alitumia nguvu kubwa sana kujizuia kwenye hali yake kutokana na viumbe aliokuwa nao, hivyo imempelekea mwili wake kutokuwa sawa, ndio maana hajashiriki kwenye hili zoezi. Nimeelewa. Ongera kwa kufuata maagizo yangu mpaka umeweza kufanikisha hili swala. Nikutakia usiku mwema. Najua utashangaa mwanangu, kwa nini muda kama huu tuko hapa. Ninachokiomba kutoka kwako, usiulize swali lolote kwa wakati huu. Inuka tuingie ndani. Humu ndeme riko zita murate ya humeri rate sasa. Humu ndeme riko zita murate ya humeri rate sasa. Humu ndeme riko zita murate ya humeri rate sasa. Mzee Manembo, kilichokufanya mpaka sasa unapitia adhabu hiyo ni baada ya mkeo Chaupele kujua kwamba wewe ni baba yake na sio mume wake. Kwa hiyo cha kufanya ni kuweza kumsikiliza mzee Kojaga alichokwambia. Ingia kwenye vitu vyako na uangalie, utakutana na dawa ambayo itaweza kufanya utoke kwenye adhabu hiyo. Nadhani umenielewa. Humu ndeme riko zita. Sawa, nimekuelewa. Na mimi ninawaahidi kitu kimoja cha msingi sana. Nikiondokana na hichi kifungo ama nikitoka kwenye hichi kifungo, basi nawaahidi kuwapa damu nyingi sana. Nitatoa kafara za kutosha. Humu ndeme riko zita. Ya umeri late sasa. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo una